Naam. Nianze kwa kuwashukuru sana mashabiki wetu na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuiwezesha timu yetu kuingia hatua ya makundi kupitia support ambao walitupatia tangu tulipoanza mechi ya kwanza kwenye mashindano haya. Na nakumbuka mechi ya kwanza tulicheza kule Rwanda, tulipata support kubwa sana ya mashabiki, wale ambao walisafiri kutoka nyumbani, lakini wale ambao tuliwakuta pale Rwanda ni washukuru kweli kweli. Hakika mwanzo ule ulikuwa ni mwanzo mwema kuelekea kufikia malengo ambayo tulijiwekea msimu huu kwenye mashindano haya. Bila kusahau wale ambao waliungana nasi kwenda nchini Burundi ambako tulienda kucheza na Flambeau de Santerre. Safari haikuwa nyepesi, lakini support yao, jasho lao, nguvu zao, gharama ambazo walizitumia kuhakikisha wanaenda kuisupport timu ugenini na baadaye kuja kutusupport katika uwanja wa nyumbani wa Azam Complex kuhakikisha timu yetu inaingia hatua ya makundi na hatimaye tukafikia malengo haya kwa pamoja ya kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza katika historia ya timu yetu, ikiwa ni mara ya kwanza pia tunashiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hakika umekuwa ni mwanzo mzuri na mashabiki wetu wa Tanzania kwa ujumla wameipa support kubwa sana timu yetu, kwa hilo tunawashukuru sana. Sasa tupo hatua nyingine ya mashindano. Baada ya kufanikiwa kufuzu kuingia hatua ya makundi, leo hii nitoe taarifa rasmi kwa mashabiki wetu, wadau ambao wanatufuatilia, wanaotuunga mkono, kuwathibitishia tu kwamba tumefuatilia hatua kwa hatua mchakato mzima wa draw ambayo ilichezeshwa leo hii kule Afrika Kusini kupata makundi ambayo yamepangwa kwa ajili ya kuanza sasa mechi za hatua ya makundi. Taarifa rasmi kwa mashabiki wetu na wapenzi wa Singida Black Stars ni kwamba timu yao imepangwa kundi C, kundi ambalo limo kati ya makundi manne ambayo yamepangwa kwenye hatua hii ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ndani ya kundi C tumepangwa na nani? Naweza likawa ni swali la pili kutoka kwa mashabiki wetu ambao wana shauku ya kujua timu yao inaendaje kwenye hatua ya makundi. Kundi letu la C tumepangwa sambamba na timu 3 nyinginezo ili kukamilisha timu 4 kwenye block yetu hii. Na si wengine, timu ya kwanza ni CR Belouizdad ya kule nchini Algeria. Hawa tupo nao ndani ya kundi C. Lakini Stellenbosch kutoka nchini Afrika Kusini, hali kadhalika nao pia tumo nao kwenye kundi C. Bila kuwasahau AS Otoho ya kule nchini Kongo, nao pia ni wanakundi wenzetu. Kinachosubiriwa kwa hamu sasa hivi, sisi kama uongozi wa klabu pamoja na benchi la ufundi na wachezaji wetu, kinachosubiriwa ni kujua sasa tunaanza na nani. Katika kundi hili ambalo limepangwa Singida Black Stars tutaanzia wapi? Je, tutaanzia nyumbani katika uwanja ambao tumeuteua kutumika kwenye mechi zetu za nyumbani kwa hatua hii ya makundi, na si uwanja mwingine bali ni uwanja wa New Aman Complex kule Zanzibar, au tutaanzia ugenini na wapi? Tutaanza na Belouizdad ya kule nchini Algeria au tutaanza na Stellenbosch ya Afrika Kusini? Tutaanzia Kongo? Hicho ndio kitu pekee ambacho tunakisubiri ili kuweza kuandaa sasa mikakati kuelekea mchezo husika. Muda wote kutoka sasa tunajua tutapokea taarifa hiyo, nasi bila hiana tutawafahamisha mashabiki wetu na Watanzania kwa ujumla ambao wana shauku ya kujua na kuja kutuunga mkono. Lakini watoe hofu, timu yao iko salama, kila kitu kiko sawa sawa. Licha changamoto ambayo imejitokeza, lakini tulikuwa tunapata muda wa timu kuendelea na program zake ndogo za mazoezi, kujiweka fiti. Kwa hiyo wasiwe na hofu hata kidogo, kila kitu kimeenda kulingana na mazingira na tumebadilika kidogo kulingana na mazingira kuhakikisha kwamba hatupotezi ile fomu ambayo tuko nayo kama timu. Mengine tutaendelea kuzungumza. Leo niliona nitoe taarifa hiyo na niwashukuru sana mashabiki ambao wamekuwa kitufuatilia na kutujulia hali tunaendeleaje, ukimya ambao umetokea hapa kati na vitu kama hivyo, lakini niwahakikishie kila kitu kiko sawa sawa na timu yao iko imara. Na hivi karibuni, kwa sababu tayari shughuli zimerejea, basi watarajie tena kuiona timu yao katika uwanja wa mapambano kwenda kupambania malengo ya msimu wetu huu wa 2025-26.